Yaani usiniambie kwamba ulilala huko. Hapana, sijalala huko. Mambo vipi? Poa. Uko vizuri? Niko good. Sema sijalala huko. Sema nimekuja muda mrefu sana. Ila jamaa ameniita Msubi lakini katoka muda sana hapo mpaka sasa hajarudi. Afu mimi mwenyewe nilikuwa na miadi ya sehemu. Sasa kama yeye hayupo mimi kaniita wa nini jamani? Kwani kakuita kakwambiaje? Kuna sauti kidogo tukao tujamalizia kwao ndo aliniita nije kuingia. Unataka kuniambia ile kazi hamjaimaliza? Sasa unajua mimi sikuwa sawa hapo kati kondo maana. Sema nini? Kama unamsubiria basi wewe msubirie. Na ni bora tu ulivyokuja maana kuna sehemu inabidi nikimbie mara moja. Kwa sababu ulivyokuja mimi nikuachia ofisi kidogo, kuto namlindia alafu mimi niende kama dakika ngapi afu narudi. Kwa tena unaniacha peke yangu na wewe. Fanya hivyo bwana. Si unajua tena. Sawa, sichelewe. Yaani mimi naona muda wangu unazidi kwenda. Alafu sasa Msubi hata atokee. Huwezi amini, amenitoa nyumbani mbio mbio kwamba niwahi hapa. Mimi nikajua sio ananitia kitu gani cha maana. Sasa huwezi amini nampigia simu eti ananiambia upo kwenye makelele nisubiri. Hapa sasa kanitia nini? Ila ujue Msubi anasumbua sana. Mimi mwenyewe tumepangana vizuri tangu jana. Lakini nashangaa leo ndo nimefika hapa ndo kama hivyo hayupo nimekukuta tu wewe. Basi kataka tumlindie ofisi leo. Vipi kwani? Maana sio kwa huyo Pasco kumweka kwenye wallpaper hapo. Basi wewe ukiona hivyo yupo hapa. Hamna bwana Mina. Huyu rafiki yangu tu. Yaani huyu mwanangu sana wala hamna chochote. Hapana. Naijua hiyo. Rafiki yako. Mbona hujaniweka mimi na mimi hapo ni rafiki yako wakufa na kuzikana? Mbona hujaniweka? Lakini Mina, nyinyi wote ni marafiki zangu. Ila kila mtu ana nafasi yake kwenye moyo wangu. Unajua mimi na Pasco tumetoka mbali sana na tumekuwa tukishare vitu vingi sana. Kiasi kwamba mimi namchukulia kama ndugu kwangu. Acha kunifanya mimi mtoto mdogo. Wewe Pasco unampenda. Sasa cha kufanya, mfuate Pasco umwambie ukweli. Maisha ya zamani sasa hivi kwamba mwanaume amfuate mwanamke ndio amwambie ukweli hayo yalishapitwa na wakati. Sasa hivi sisi wanawake tunawafuata wanaume kuambia ukweli. Shauri yako ufe na kiolo. Acha hizo basi Nina. Hivyo wewe unahisi yule Pasco unavomuona vile? Mkaka mzuri, mrefu. Hivyo unahisi atakuwa hana mtu yule? Mtu achane na hayo mambo bwana. Hata kama ana mtu lakini inategemea. Inawezekana yule mtu alikuwa naye yupo naye tu kwa kawaida lakini ukawa naye wewe akawa na malengo na wewe. Mfuate umwambie ukweli. Akufa kwa mapenzi. Shauri yako. Mimi simo. Pasco vipi? Kama kawaida mwanetu. Bie. Kama kawaida. Nakubali sana. Harakati zinaendaje? Mambo ni fresh kabisa. Naona umetulia peke yako. Amna. Unajua bana kwa nilikuwa nimekaa kulikuwa na joto sana. Kwa hiyo ikabidi kidogo nije huko nipate ka upepo kidogo. Si unajua sehemu hii kidogo mambo mazuri. Sema voko za leo zimekuwa za hatari. Kivipi? Yule dogo salikosea kuingiza chorus. Mimi si nikaingia na mistari yangu. Nimekuja fanya mziki, sio kufanya kiki. Kuchana mimi ni mkali na kuandika niko fiti. Natoa ngoma kali, niwakamate mashabiki. Masnichi wana diss, hawataki niwe juu, wanataka niwe down. Nang'aa bila promo kwenye game la muziki. Hadhira wanapagawa wanavyotema hizi flow. Sema nini mwanangu? Nakukubali sana.
Yaani wewe unajua kuimba, unajua. Yaani wewe unaweza. Na nilikwambia kwamba ndoto yangu mimi kuwa Lil Wayne wa Bongo. Au sio? Lil Wayne wa Bongo nini mwanetu? Okay. Tuachane na hayo. Sema nini Pasco? Wewe na Happy mko vipi? Kivipi yani? Naona kama mna chemistry ambayo sielewi, inanichanganya. Chemistry gani tena? Pasco. Fanya vitu pale na mimi nimuite shemeji. Yaani ni kitu ambacho kiwezekani. Unajua kwa nini? Kwa sababu Happy mimi namchukulia kama mshikaji wangu. Na yeye ananipenda kama mshikaji wake. Unadhani mimi nikaenda kumwambia tena kwamba nampenda sio na nini? Unadhani ataelewa? Hawezi kuelewa. Kwa hiyo yule anamheshimu kama rafiki yangu na mimi ananiheshimu kama mshikaji wake. Kwa hiyo hicho kitu unachokisema brother hakiwezekani. Pasco, hao jogoo wiki nini? Masuala ya kuika jogoo na kwa Happy anaingiana vipi tena? Nieleze nitafutie wataalamu. Mimi mwenyewe hapa ndipo mtaalamu. Sasa kanitafutia mtaalamu mwingine. Sema nini Pasco? Mimi kuna verse namba 2 bado sijaandika kabisa. Kwa hiyo hata hivyo natakiwa kwenda kufanya mazoezi muda huu. Unaenda kuandikia wapi? Unaenda studio au ghetto? Ule mti ule ambako napendaga kushinda kuandika mistari. Sawa mwanangu, haina shida. Mimi nipo hapa, kuna mtu namsubiria. Budi mwanangu. Nadhani baadaye nitakucheki. Hauna nguvu tatizo. Utaniua bwana. Nikuwe na nini sasa? Kamwili yaka jamani kweli. Mzito. Sasa sikia nikwambie. Leo saa 8 za usiku leo. Nimeamka usiku. Nimeandika mistari kali sana. Umeniandikia mimi au? Hamna za harakati tu. Aya. Kukaza ndo nakaza, afu ni kwa tasobata mapinduzi kwa kipaza. Hii ni chapter, new chapter. Hey, bas tega sikio. Ni zaidi ya mahubiri, hindo kimbilio. Chaklis, class, kipaji siwezi kuwa star. Nyota sio na deni, na ile nuru imeshawaka. Ese. Yaani unajua. Na ndoto yangu kuwa Lil Wayne wa Bongo. Kwa hiyo mimi ni mama Lil Wayne wa Bongo. Swadakta. Haya, nitatambaje? Maana takuwa mtu mkubwa. Nipe mpya bwana. Mpya hapa, yani mpaka naumwa na koo. Si nilikuwa na Happy leo? Kajisahau simu yake kaiweka. Nimeona picha ya Pasco. Kamweka kwenye wallpaper. Kamweka. Kwa hiyo wale inawezekana wana mahusiano. Ongea polepole na wewe watu tusikie bwana. Hata hawapo. Na Happy mimi nimemwacha kule. Okay. Sasa hapa kuna matukio mimi naunganisha. Matukio gani tena? Unajua leo? Kuna muda nilimfuata Pasco. Nisikize kwa makini. Nakusikiliza. Nilimfuata Pasco. Nimemkuta yupo na diary. Kwenye ile diary si nikakuta picha za Happy. Kwenye diary ya Pasco? Ndio. Basi wale wanapendana. Lakini nashangaa mimi nilikaa na Happy, nikamwambia tu kama unampenda mfuate umwambie ukweli. Alikataa kata lakini pale kuna namna. Yaani wale pale wanapendana wote. Hao wanapendana kwa. Hao wanatuchola. Ila tuachane na hayo. Achana na mambo yao. Kuna mzigo nilikuwa naufuatilia. Naomba basi unisindikize unipeleke nikauchukue. Wewe nawe bwana. Mapenzi yenyewe ndo. Ila twende bwana.
unasikia hicho kitu? Ah. Wewe. Sema nini producer? Unampendelea sana Pasco. Kila mdundo ambao unamgongea Pasco, mdundo unakuwa mkali sana. Alafu hii ngoma mimi naiona kabisa inaenda international. Hii ngoma inaenda mjini. Kama vipi tuondoke wote mjini? Wewe fanya uwezavyo kwenye hii ngoma mimi nikae. Yaani fanya ufanyalo, humu ndani mimi nikae. Hauko serious mwanangu. Nimetumia muda mrefu kutengeneza nyimbo. Nimeshaiandikia kila kitu. Alafu nataka nikuweke. Kama vipi wewe stulia, ngoma liende, likisha kwenda mjini. Talifanya remix ndugu yangu. Wewe tena tumetoka mbali. Ila kusema sasa hivi nikuingize humu. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwanza tayari mtoto mzuri Epic kashapita nayo hii. Kuna baadhi ya verse kashaingiza mzee. Wanangu. Wamezungumzia unajua kuhusu mtoto Epi. Hivi bwana Epi uko naye ndugu yangu. Wala sikuelewi wewe. Kama unang'ata, haung'ati. Shida nini ndugu? Amna, Epi ni mshikaji wangu. Mimi sikai pale, ila ni mshikaji wangu sana. Yaani yule ni rafiki yangu sana mwanangu. Sasa sikia mwanangu. Mimi nataka kuongea biti 3. Kali kishenzi mwanangu, ila nataka uniweke pale. Na hii biti unayotengeneza hapa, hii bure ndugu yangu. Yaani nikuwekeje? Si nikae pale mwanangu, umesema huko naye kwenye mahusiano. Mimi hata nikae pale ndugu yangu. Kwa nini nikuunganishie? Unauza nini hicho babu? Wewe sikia hiyo biti hii nakupa bure hivi. Timiza hiyo nilichokwambia mwanangu. Sasa tuone inakuaje. Sasa mimi ngoja kwanza nijikatae mara moja. Kuna sehemu inabidi niwahi. Ili biti tutakuja tulishughulikie tena mida ya jioni. Au unasemaje producer? Ili kaka mimi najua umekuja hapo kwenye session tufanye mambo, mimi tena naondoka. Shida nini kaka? Hamna shida. Ila sema tu kwamba kuna sehemu na inabidi niende chapu. Kwa hiyo nikirudi tutakuja tuendelee nayo. Watoni mwanangu wewe, kama wewe unabaki njoo umalizane na mimi niweke huko ndani. Yaani kama sitaingia kwenye hii ngoma yani. Na mimi kwenye ngoma zangu sitaki uingie. Kuna nini Pasco, mbona umeniita huko? Ni kweli nimekuita. Kwa sababu kuna jambo fulani nataka tulizungumze. Ila samahani sana kama nitakukela au nitakukwaza kwa nini nitakachoenda kukuambia. Hivi Pasco, wewe unahisi ni kitu gani unaweza kuniambia mimi ukanikwaza? Basi sawa. Hata kama ukinikwaza nitakwambia wala situkasirikia. Msubi ameniagiza. Kakuagiza nini? Ameniagiza, ameniambia kwamba nije nikuambie kwamba anakupenda sana. Na kila ukija pale studio, yani ndio maana huwa kuna muda anashindwa hata kukupigia vizuri biti. Kwa nini kaniagiza? Kwa sababu ameona kwamba mimi na wewe ni marafiki wa karibu sana. Ndio maana amepata ujasiri wa kuja kuniambia mimi kama mwanaume mwenzake, ambapo yeye kwako anakuogopa. Kwa hiyo mimi nimekuja tu kufikisha ujumbe. Pasco, hivi mbona unaongea sana? Yaani maneno yote yanakutoka kwa sababu ya mwanaume mwenzio? Kwani Pasco, wewe upoje lakini? Au mimi unanichukuliaje? Anyway, nenda kaambia mimi nina mtu wangu. Na wala siwezi kuwa naye. Simpendi. Na kitu kingine, mimi wewe sijai kukuona hata siku moja ukiwa na mwanamke. Hizo swaga unazozimaliza hapa kwangu kwa ajili ya mwanaume mwenzio. Ni bora uende huko ukatafuta tamu ukota makopo umwambie hisia zake. Sijui upoje. Pasco. Wewe jamaa. Kama kawa. Vipi Tony Star? Shwari. Mambo vipi? Ina maana leo muda wote huu upo studio? Of course leo mwanangu nimeshinda tu hapa kwa sababu sina kipengele chochote. Kwa leo nimeamua tu nishinde zangu hapa nipige upepo studio basi maisha yaende. Maana leo sina kabisa pa kwenda. Vipi Meka? Meka yupo huko ndani mwanangu. Yupo huko ndani ametulizana anaendelea na kupiga remix zake. Anaendelea kupiga mabeti.
Sasa mwanangu leo bwana nimekuja na idea mpya mwanangu. Wewe tena. Na idea mpya kinoma. Hujawahi kupoa. Hello mama. Leo mi mwanao nina maongezi kidogo nataka tuongee. Kama nitakosea nitaomba unisamee. Ila mwanao mama kuna jambo silielewi. Unajua siku zote nafahamu kuwa mzee Asmani ndio babangu. Mama yangu naomba tu niweke wazi. Hivi yule Mwakatobe ni nani? Halo bosi. Kwema tu. Hapana, sio kwamba nimepuuzia. Unajua je toka jana na ufuatilia ule mzigo, sema jamaa hakuepo ila muda si mrefu naenda tena pale. Sawa, muda si mrefu nakuletea. Kama jamani nikimkuta tunaenda dakika 5 ninyi sio nyingi nakuletea hapo. Tunasa? Sema mwanangu kuna kipengele cha mzigo hapa wa mtu. Kutoka jana na usalandia mwanangu. Mpaka sasa hivi sijafuatilia. Kwa mshikaji amemind kinoma. Inabidi tu nikimbie mara moja niende nikaufuatilie. Sema humo ndani Meko utamwambia mimi nimesepa nitarudi muda si mrefu. Naenda dakika 5 nikaufuatie mzigo nimpelekee jamaa kuna mahali amenielekeza yupo nikauchukua mzigo nimpelekee. Basi utanicheki mwanangu. Haina noma kaka. Poa. Msubi. Nimekuja hapa ofisini kwako sijakukuta, sijui uko wapi? Umetoka? Nilikuwa nakuulizaje hivi diary yangu umenionea sio nimeiacha huko ofisini kwako? Haya poa. Sijui nimeiacha wapi sasa. Mungu wangu mimi labda atakuwa nayo. Mimi napokea simu basi. Mina. Mina. Mambo. Zamani mwanangu hivi uko wapi kwanza? Okay sawa. Vipi umenionea diary yangu? Ile diary ambayo unapenda sana kuja nayo studio umenionea? Hujaiona na wewe? Haya poa. Oh my God. Ndio mondoka na hisia zangu. Kila kitu kilikuwa mle. Mbona hivyo? Hivi Mina. Kwa mfano mtu ambaye wewe unampenda na umejizuia vitu vingi sana kwa ajili yake, alafu anakufuata wewe, anakutongoza kwa ajili ya mwanaume mwingine, tena anakushawishi kabisa umkubalie huyo mwanaume. Kama ungekuwa wewe ungejisikiaje? Ndajisikia vibaya. Ni nani huyo? Ni Pasco.
Nampenda sana Pasco Mina, na wala sidhani mimi kama naweza kufanya chochote bila yeye. Aya Toni, uwapi ndugu yangu? Sikia mwanangu, umeona dali yangu? Hey. Poa mwanangu, nakuja hapo. Lakini Happy, huyo Pasco, kuna siku nimekuuliza pale ukasema kwamba hakuna chochote kinachoendelea na umpendi. Leo tena unakuja kuniambia kwamba unampenda? Mimi ni mtoto wa kike, ningewezaje kufanya hivyo? Mina. Vipi, mbona mmoja na majozi hapa? Yale yale tulioongea. Eti Pasco kaja kwa Happy kuja kumtongozea mwanaume mwingine. Yaani kuna mwanaume kamtuma Pasco aje kumtongoza Happy. Umeelewa? Ndio kama hivi unavyomuona Happy hali yake hivyo. Mapenzi si sema nini? Hana haja kutoa machozi. Ukweli wote upo humu. Toni, mimi nampenda sana Pasco, lakini nisingeweza kumwambia kwa sababu mimi ni mtoto wa kike. Ndio maana nilimpa nafasi mara nyingi sana, nikaongeza ukaribu naye, pengine labda angeweza kuniambia. Lakini mpaka sasa hivi kila kitu kipo wazi. Kama angelikuwa ananipenda basi asingethubutu mimi kuja kuniambia nimkubali mwanaume mwingine. Mina, mpe dali kisha ifungue. Shika ifungue. Chukua dali. Mapenzi sia. Hii ni dali ya Pasco. Tayari iko wazi kwamba mimi sina nafasi kwenye maisha yake. Kwa hiyo sio ni sababu ya mimi kuwa nayo. Lakini Toni, kasema uifunue. Pembo funua uone kuna nini. Funua bana. Ifunue. Kwa nini hukuniambia Pasco? Mbona nilikupa muda? Ina maana maneno mazuri yote uliyotakiwa kuniambia mimi ukaishia kuyaandika kwenye diary.